wa man dakhalahu kana amina, na mwenye kuingia mahali pale anajihisi yeye yuko kwenye amani tu, hatamani pale kuondoka. Pale ni mahali ambapo hapafanani na mahali pengine popote pale katika mgongo huu wa ardhi. Pamoja na jua lililokuwepo pale kali, na katika lile paa kule juu kuko wazi, lakini ukishafika pale kuna hali kama ya ubaridi ambayo inapatikana pale katika Al-Kaaba. Mahali pale kuna makundi kwa makundi ya ndege wanatufu, wanaizunguka ile Al-Kaaba kulia kwenda kushoto, lakini huwezi pale chini ukakuta hata punje ya kinyesi. Hawanyi. Ni mahali palipokuwa patakatifu, wanapajua kwamba hapa ni mahali patakatifu katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba. Na hata paka akiingia pale, wale ndege wa aina mbalimbali wakiwa katika aina ya njiwa, wale paka hawawakamati wale ndege. Ni mahali palipokuwa patakatifu. Watukufu wa Islam, ibada ya hija, hatua ya kwanza inakuwa mahujaji wanasafiri kutoka katika miji yao na nchi zao, wote wanakwenda mahali pamoja katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba, wakiwa wanaume na wanawake. Wakifika kule wanahirimia hija, wanavaa vazi la ihrami. Wakitoka pale wanakwenda wanatufu, wanaizunguka ile Al-Kaaba kulia kwenda kushoto, wakiwa wanaume na wanawake. Wanatufu, wanaizunguka ile Al-Kaaba mara 7. Wakiondoka pale wanakwenda Safa na Marwa, wanavizunguka vile vilima mara 7. Alafu wakitoka pale wanaondoka, wanakwenda maili 9 Mina, wanakwenda kupiga kambi. Sasa kutoka kule walikokuwepo na kule wanakokwenda maili 9 ni mbali. Hii ni mizunguko ya mahujaji katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba na katika vile vituo wanavyovipitia. Professor Keith Moore, huyu ni daktari bingwa wa embryology and anatomy katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists. Alipokuwa anaangalia ile kaseti ya ibada ya hija, akaja akawaambia ya kwamba mzunguko wote wa ibada ya hija katika zile hatua 5 za mwanzo za ibada ya hija, yale matendo yanayotendwa na mahujaji na vile vituo wanavyopitia mahujaji, akawaambia ndiyo utungaji wa ujauzito ndani ya tumbo la mwanamke. Kwa hiyo hii Al-Masjidul Harami Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ndani ya kila tumbo la mwanamke. Ule msikiti upo ndani ya tumbo lake, na tokea siku ya kwanza anapobeba ujauzito yule mama, yule mtoto anakuwa hana tofauti yoyote na hujaji kule Makka katika ibada ya hija. Hatua zote zile anazozifanya yule hujaji kule Makka katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Kaaba, ndiyo utungaji wa ujauzito na ndiyo hatua anazozifanya mtoto ndani ya tumbo la mama yake. Professor Keith Moore akawaambia mbegu za uzazi za mwanamume, zile chromosome ziko mbea mbili, zile zinakuwa ni X na Y, ni wanaume na wanawake. Qur'ani imewataja katika sura ya 53 surati An-Najm aya ya 46 mpaka 47, wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna, na yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbea mbili, dume na jike, ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume pindi yanapomwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke. Walikuwa hawajui mtoto kuwa mwanamume au mwanamke. Jambo hili linafanyika wakati gani? Qur'ani ilipoteremka ikasema idha tumna, ni wakati ule ule wa kutunga kwa ujauzito, kwa sababu mbegu zote za mwanamke zinakuwa ni X, ni za kike.
mwanamume zake ni X na Y, ziko mbea mbili. Kwa hiyo X ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamke. Y ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamume. Anayefanya mtoto ndani ya tumbo la mwanamke awe mwanamume au mwanamke ni mwanamume. Hawakulijua hilo mpaka ilipofika karne ya 18. Daktari wa kwanza Spolanzi, mzungu wa kwanza, katika tafiti alizokuja kuzifanya ndiyo akaja akajua ya kwamba jinsia ya mtoto ndani ya tumbo la mwanamke inafanyika wakati ule ule wa utungaji wa ujauzito. Kwa hiyo zile mbegu ziko X na Y, ni wanaume na wanawake. Na katika mkupuo mmoja mwanamume anavyomwaga maji yake ya uzazi katika nyumba ya uzazi ya mwanamke, zile mbegu chromosome hesabu yake zinakadiriwa kuwa ni milioni 500 mpaka milioni 600. Profesa Keith Moore akasema hawa ndio mahujaji. Katika ibada ya hija, kuwasafirisha mahujaji, ulinzi na kusimamia ibada yote ile ya hija anakuwa ni nani? Mwanamume. Hawa chromosome X na Y aliyewasafirisha ni mwanamume. Katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike, ovar, mule ndimo mnamokuwepo mayai. Kila mwezi mwanamke hutolewa yai moja, likasafirishwa likapelekwa katika fallopian tube. Mule ndani ya ovar kuna kuwa na glandi inayoitwa FSH, inamwaga maji yake, follicle stimulating hormone. Kazi yake FSH ni kuyaambia yale mayai twataka yai moja likomae. Yai linakomaa. Kuna glandi nyingine inaitwa LH, luteinizing hormone. LH kazi yake ni kuiambia FSH usiruhusu hapa kukomaa kwa yai jingine, tusubiri matokeo ya yai hili lililokomaa. Na wakati huo LH inaliambia yai lililokomaa watakiwa utoke humu ndani. Yai linatoka mule ndani kwa mwendo wa kuzunguka kulia kwenda kushoto, kama mahujaji wanavyoizunguka Al-Kaaba kulia kwenda kushoto. Yai likiwa limechanganyika na majimaji yanayoitwa follicular fluid. Maji haya kazi yake ni kulifanya yai liwe na uhai. Yai linapotoka likifika juu ya ule mfuko, kuna vitu pale vinaning'inia kama kamba kamba. Kibiolojia, kisayansi, kidaktari vinaitwa fimbria. Linaokotwa lile yai, linachukuliwa, ndio linaingizwa katika mrija unaoitwa fallopian tube. Ndani ya fallopian tube, ndani yake kuna vinywelea mithili ya miguu mingi ya jongoo. Kidaktari, kisayansi, kibiolojia inaitwa cilium. Likiingizwa lile yai katika ule mrija, zile cilium zinatikisika, zinacheza, ndio linazungushwa lile yai kulia kwenda kushoto, linapelekwa katika fallopian tube, katika nyumba ya kutungia ujauzito ya mwanamke. Kinapokuja kufanyika kitendo cha ndoa, mbegu za uzazi za mwanamume, zile chromosome milioni 500 mpaka milioni 600 ndiyo zinasafirishwa na mwanamume, zinapelekwa katika nyumba ya kutungia ujauzito ya mwanamke. Ni mbegu moja tu ndiyo itakayoingia ndani ya lile yai. Qur'ani imetumia neno dafiki. Neno dafiki maana yake ni kutoboa. Kwa hiyo mbegu moja ya kiume italitoboa lile yai la kike na kuingia mule ndani, itakuwa ndiyo ujauzito wa siku ya kwanza, na inakuwa ndio first embryology, ndiyo mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Na zile mbegu zinavyosafiri kutoka kwa mwanamume kwenda kwa mwanamke, zinazunguka kulia kwenda kushoto. Yai limetolewa mule ndani likizungushwa kulia kwenda kushoto, na zile mbegu zinazungushwa kulia kwenda kushoto. Ikiingia mbegu moja, yai inatoa kemikali
kuziambia mbegu zinazokuja, nyinyi mnaokuja msiingie, mmoja katika nyinyi tayari amekwisha ingia. Mbegu zote zitakwenda mpaka karibu na yai. Ilipoingilia mbegu moja, zote zitarudi kulia na kuanza kulizunguka lile yai, kulia kwenda kushoto. Yai ndiyo linakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka. Wale X na Y ndio wanakuwa ndio mithili ya mahujaji. Mbegu zote zitakwenda mpaka ilipoingilia mbegu moja, ndiyo pembe ya Al-Hajar Al-Aswad. Zote zitarudi kulia na kuanza kulizunguka yai. Ibada ya tawafu inafanyika hapo sasa, na mbegu zote zinakuwa ni za rangi moja, ndiyo vazi la ihrami. Haya yanasemwa na daktari bingwa kidunia Professor Keith Moore. Yai pale litakaa kwa muda wa siku 7. Nambari 7 ndiyo nambari inayotumika kwa mahujaji kuizunguka Al-Kaaba. Nambari 7 ndiyo nambari inayotumika kwa mahujaji kuvizunguka vilima viwili, Safa na Marwa. Suratul Fatiha ina aya 7. Wiki ina siku 7. Mbingu ziko 7. Hii nambari 7 ina muujiza wake katika Uislamu. Insha Allah Taala wakati mwingine tutakuja kuizungumza muujiza wa nambari 7 katika Uislamu. Lile yai pale litatoa mizizi inaitwa chorionic veil. Litakuja kung'olewa. Ndio ile Qur'ani inasema nisaukum harthul lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Shamba lenyewe limetajwa kwa jina la harth. Katika tafsiri ya Ibn Kathir anasema harthi ni shamba ambalo mbegu kwanza inapandwa kwingine, ikimea kama vile kilimo cha mpunga, ndio inahamishwa sasa na kupelekwa katika hilo shamba la harthi ambalo linakuwa na hali ya umaji na linakuwa na rutuba nyingi. Itapitishwa katika fallopian tube, inazungushwa kulia kwenda kushoto. Professor Keith Moore akasema hapa ndio Safa na Marwa. Ikishamaliza mzunguko ule, yai linapelekwa wapi? Qur'ani imeeleza fi qararil makin, linapelekwa katika uterus, katika fuko la uzazi. Likifika kule, ile mizizi inakuwa kama mithili ya mikia ya pweza, itachanua na kujipandikiza katika ukuta wa fuko la uzazi. Ikifika pale sasa ndio inaitwa alaqa, ni kitu chenye kuning'inia. Ukipewa kisu alafu ambiwa pasua tumbo la mwanamke, alafu kaambiwa onyesha hiyo alaqa, uwezo ukaiona kwa udogo wake. Na ndiyo maana katika zile aya 5 za mwanzo alizoteremshiwa Mtume, aya ya pili ikasema khalaqal insana min alaqi, tumemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu lenye kuganda, lenye kuning'inia. Wakati mwanadamu stage ya kwanza katika kuumbwa anakuwa ni nutfa. Sasa kwa nini pale Qur'ani isiseme khalaqal insana min nutfa? Ndio first embryology ya mwanadamu, ndio hatua yake ya mwanzo. Tumemuumba mwanadamu kutokana na nutfa. Qur'ani imeliacha, imekwenda kutaja stage ya pili katika stage zote za kuumbwa kwake mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake. Hakuna stage iliyokuwa ngumu na ya maajabu kama ile ya alaqa, kwa kutaka kuonyesha hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo akaichukua ile stage ya pili akaitaja khalaqal insana min alaq, tumemuumba mwanadamu kutokana na alaq, min alaqi. Na hapa Qur'ani inafahamisha ya kwamba sio alaqi yote ile kuwa ndio inayotumika katika kumuumbia yule mwanadamu. Jambo hili wamekuja kujua katika karne hizi tu, kwamba ile alaqi ni sehemu pia iliyokuwa ndogo inayochukuliwa kumuumbia mwanadamu, lakini sio yote ile, kama ilivyokuwa kwenye maji ya uzazi.
inna khalaqna al-insana min nutfa, imekuja harfu ya min, maana yake sio maji yote, ni sehemu tu ya yale maji ndiyo inayochukuliwa na kwenda kuchanganywa na lile yai la kike. Na walipomuuliza Profesa Keith Moore kwa nini Qur'ani imetumia harfu ya min, na hapa Qur'ani inasema ya kwamba sio maji yote ya uzazi kuwa ndiyo yanayotumika katika kumuumbia mwanadamu, ni sehemu iliyokuwa ndogo. Wakamuuliza, je, hii nyinyi wanasayansi munasemaje? Nyinyi watu wa reproduction system munasemaje? Profesa Keith Moore akasema Qur'ani imesema kweli, sio maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika kwenda kuitengeneza ile nutfa, ni sehemu iliyokuwa ndogo kabisa inayochukuliwa kwenda kuchanganywa na lile yai la kike. Wakamuuliza, umejuaje hii? Akaambia ni kutokana na vifaa vya kisasa kama vile darubini. Tumeweza kuyatia maji ya uzazi kwenye darubini, tukaona ndani yake kuna chromosome milioni 500 mpaka milioni 600. Kama yangalichukuliwa maji yote, mama angalibeba ujauzito katika tumbo lake idadi ya watoto kama hao, lakini ni mbegu moja tu ndio inochukuliwa pale. Kwa hiyo watukufu wa Islam, kwa hiyo inakwenda inapandikizwa ile halaqi katika uterus, katika fuko la uzazi, inakwenda kupandikizwa pale. Profesa Keith Moore akasema kule katika uterus ndio minna, ambako kuna kuwa ni nje ya kule lilikotokea lile yai. Kwa hiyo akasema hatua 5 za utungaji wa mimba ndani ya tumbo la mwanamke, na zile hatua 5 za mwanzo za ibada ya hija zinakwenda sambamba na utungaji wa mimba ndani ya tumbo la mwanamke. Kwa hiyo akawaambia kwamba hapana tofauti yoyote pale katika viwanja vya Al-Masjidul Harami na ndani ya tumbo la mwanamke katika mfumo mzima wa utungaji wa mimba, hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo kila mwanamke ile Al-Masjidul Haram Mwenyezi Mungu ameiweka ndani ya tumbo lake, na ndiyo Mtume akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila chazalikana katika maumbile ya asli ya imani ya dini ya Mwenyezi Mungu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ni wazazi wake wawili tu yule mtoto ndiyo wanaombadilisha wakamtoa katika maumbile ya asli ya imani ya dini ya Mwenyezi Mungu wakampeleka katika mila nyingine za Kiyahudi, za Kinasara na za Kimajusi. Lakini kullu mauludin yuladu ala alfitra. Watukufu wa Islam, anakaa pale, lakini Qur'ani hapa tumeona imetaja kwamba lile fuko la uzazi limelitaja katika wingi, fi qararin makin, imetaja kwenye wingi. Wakamuuliza Profesa Keith Moore, je, hii hapa Qur'ani imesema ya kwamba pale katika makazi anapokaa mtoto ili hatua za uumbwaji ziendelee, Qur'ani imezitaja kwenye wingi. Je, nyinyi wanasayansi jambo hili mnalisemaje? Profesa Keith Moore akasema Qur'ani imesema kweli, ni kwa sababu yule mtoto anakuwa ndani ya membrane, ndani ya chupa, na mule ndani ya chupa anakuwa amezungukwa na maji, amniotic fluid. Alafu ile chupa inakuwa iko ndani ya uterus, inabebwa na uterus, fuko la uzazi. Kwa hiyo hilo inakuwa ni ukuta wa pili. Alafu ile uterus inakuwa iko ndani ya tumbo la mama. Tumbo la mama linakuja kufunikwa na gozi gumu la juu ya tumbo, abdominal wall. Kwa hiyo hizi ni kuta 3. Kwa hiyo ndio maana Qur'ani lile fuko la uzazi limelitaja katika wingi. Qur'ani wakamwonyesha ya kwamba jambo hili ilisema katika sura ya 39 surati Zumar aya 6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin 3, anakuumbeni Mwenyezi Mungu maumbo yenu ndani ya matumbo ya mama zenu, umbo juu ya umbo, ndani ya magiza 3. Giza la kwanza, mtoto anakuwa ndani ya membrane, anakuwa ndani ya chupa.
Giza la pili, ile membrane inakwenda kukaa ndani ya uterus katika fuko la uzazi. Ile uterus inakwenda kukaa ndani ya tumbo la mama. Tumbo la mama lafunikwa na gozi gumu la juu ya tumbo, abdominal wall. Kwa hiyo haya ni magiza matatu. Akaja akaishangaa ile aya jinsi Qur'ani ilivyoeleza kwa ufasaha, na ni moja katika aya ambazo amezichukua na ameziingiza katika kitabu chake, The Bible, the Quran and Science. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi, tunaishilia hapa. Mimi nawashukuru ndugu zangu hawa wa vyombo vya habari. Naona habari sasa hivi simu Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, usiku kucha zinanifikia. Alhamdulillah rabbil alamin. Adil TV online, A5 TV online, Riyadh TV online, pamoja na Zanzibar Cable Television katika television ya As-Salam. Naona simu zimekuwa nyingi usiku kucha. Ufaransa, Ujerumani, Falme za Kiarabu, alhamdulillah rabbil alamin. Ujumbe umefika mbali. Na hizi ndio juhudi tunazotakiwa sisi tuzifanye. Kitabu hiki kipelekwe mbele, kionyeshwe ni kitabu cha namna gani, na huyo mtume ni mtume wa namna gani, na Uislamu ni dini ya namna gani. Nilipokuwa pale chuo kikuu KCMC mwaka jana, walinialika nikazungumzia utungaji wa mimba ndani ya tumbo la mwanamke, na nikaizungumza ibada ya hija. Wale wanafunzi madaktari na wale madaktari walishangaa sana. Wakasema kumbe shekhi wa Kiislamu anaweza kuingia kwenye mauniversity yetu na Qur'ani yake tu akatufundisha na tukapata ma PhD. Watukufu wa Islam, tuwasomeshe watoto wetu Qur'ani, na vile vile tusisahau watoto wetu tuwasimamie shule ili wapate kuwa mabalozi wazuri katika kipindi hiki cha mashindano ya sayansi na teknolojia, katika kuionyesha ile Qur'ani kwamba ni kitabu cha namna gani. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'wati la tastajaba laha. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.